Hubirini mkiwaambia kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana asifiwe sana. And my question tonight will be, kwani huo ufalme ulikuwa wapi? Na kama ulikuwa unakaribia, ufalme gani ambao ulikuwa duniani ndio ufalme wa Mungu karibie? Bwana asifiwe sana. Na kama Mungu ndiye aliumba dunia hii, mbona hakuumba na akaweka chini ya ufalme wa mbinguni hapa? Bwana asifiwe sana. Hayo maswali ambapo mtu ambaye ni muumini, there are basic questions you must understand. Lazima uelewe. Sikiza vizuri. Mwanguko mwanadamu ulifanya ufalme mwingine ukawekwa hapa duniani. Ufalme mwingine ukaanza kutawala dunia. Bwana pesa. Wakati mwanadamu alisikia agenda au manifesto ya shetani na akakubaliana nayo. Bwana pesa. Ule mpango wa shetani. Shetani aliweza kuestablish what we call the kingdom of hell on the earth. Bwana pesa. Ile ufalme wa uharibifu, ule ufalme wa hukumu, ule ufalme wa rebellion, kuasi Mungu, ukawekwa wapi? Duniani. So like we have been observing and the scriptures, I want you to be very consistent with here. The scriptures nataka upate vizuri sana. Kuna kitabu nimesoma na napenda kusoma sana. Bwana pesa sana. This is a scripture that shows you that we in our human nature we have nothing good in us. It shows you that. Bwana pesa sana. Hebu nipatie the book of James chapter 3 verse number 13 to 15. Number 15. Nataka kujua kama the moment the devil persuaded man to hear him. Bwana pesa sana. The devil persuaded man to hear him. That's the moment ufalme wa shetani ulioka hapa duniani. Bwana pesa sana. Hallelujah to Jesus. I want to tell you these two sisters. Hawa wawili hawa. Sijui kama watasimama ama watakaa tu. Dada, utasimama. Simama kidogo. Simama. Stand up. Simama. 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 Ningekuwa na timu kuangalia mpaka saa 6 usiku. Hawangelala. Bwana pesa. Hebu shake your head properly. Hebu soma Biblia 3:15. Hebu soma. These are verses that I want you to mark. Hii zitakufanya uwe humble, uwe mnyenyekevu. Anything ambayo utafikiria hapo kwenye neno la Mungu, jua kwamba sio ya Mungu hiyo. Inasemaje? 3:15. Hebu soma inasemaje? Read any version. Inasemaje? Hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Bali ni ya dunia. Kuna hekima ambayo mwandishi anasema kwamba hekima ya dunia. Hekima, kuna hekima tofauti. Lakini kuna hekima Biblia inaita hekima duniani. Bwana pesa sana. Hebu sikia alafu, ya tabia ya kibinadamu. Hekima ya dunia, hekima ya tabia ya kibinadamu. Lakini sio tabia ambayo Mungu alimfanya na mwanadamu. Bwana pesa sana. Ile Mungu alifanya na mwanadamu ilikuwa tabia ya kiungu. Bwana pesa sana. Shetani alipomdanganya mwanadamu, tabia ya kibinadamu ikawa kibinadamu. Lakini pia ikawa nini? Hebu soma, na shetani. Na shetani. Tabia ya kidunia, ya kimwanadamu na ya shetani. Na shetani. Hivi vitu vitatu vimefungamana katika maisha ya mwanadamu. Sasa wakati Yesu amekuja kuvunja, he came to break the power of the devil, ambayo ni dhambi. Alikuja kuvunja. Sikiza, kazi kubwa Yesu amekuja kufanya duniani ni kuvunja nguvu za shetani. Bwana pesa sana. Na nguvu za shetani zilikuwa ndani ya dhambi. Bwana pesa sana. Hebrews 2:14 inaongea juu ya hiyo. Alivunja. Bwana pesa sana. Alikuja kuvunja nguvu za shetani. Sikiza vizuri, usiku kidogo tu. Kama unapenda Biblia ni sawa. Kama unasikia usiku leo ni sawa. Because sometimes we speak to people ambao akili zao zimefika mahali zimeacha Biblia nyuma. Anapenda tu pastor aongee maneno yake, alafu kwenda mbele. Lakini sikia Biblia inasema. Hebu soma hiyo Hebrew ama Waebrania 2:14 inasemaje? Inasemaje hiyo Biblia? Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili. Yeye na hivyo alishiriki yayo hayo. Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Aharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Bwana pesa sana. Aharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti. Bwana pesa sana. Shetani anafanya kazi nyuma ya dhambi. Ndio Paulo akiandika Korintho anasema kwamba kuna kitu kisababishacho mauti ndani yetu. Bwana pesa sana. Hapo amesema kwamba yeye aliyekuwa na mauti. Bwana pesa sana. Ati mshahara dhambi ni nini? Sasa ni nini? Ni mauti. Bwana pesa sana. So aliyekuwa na mauti nani? Ni shetani kupitia kwa dhambi.
Sasa Yesu alikuja kuvunja shetani kupatia mwanadamu nguvu ya kushinda dhambi. Bwana pesa sana. Kushinda nini? Umeshashinda dhambi. Hallelujah. My gospel is already over. Yesu alikuja kupatia mwanadamu nguvu ya kushinda nini? Dhambi. Ushinde dhambi. And that is what we are running away from. Hicho ndicho wanadamu anakimbia. We are inventing many things around the gospel. The gospel has been very simple. Tunakaa hapa kila siku tujifundishe kushinda nini? Kushinda nini? Kushinda dhambi. Kushinda nini? Kachini. Bwana pesa. Ndio ngombe zangu. Bwana pesa. Ndio my cows. Like 36, unajua 36 cows ndio achukuliwe akishakuwa mkubwa. 36. Mama usiangalie baya. 36 ndio mtu achukue. Simeshasikia tena. Bwana pesa. Maandiko imesema kwamba alishiriki kwa njia ya mauti ashinde nini? Yeye aliyekuwa na nguvu joma ndio ni dhambi. Bwana pesa. Sasa we are trying to be very creative. Tunatafuta kila mbinu, lakini ujumbe unafaa kuwa mmoja tu. Je, ulishinda dhambi? This is the battle that you should be having. Ndio huyo mwandishi wa Ibrania anaandika akisema hivi. Waebrania 12:4. Hebu soma. 12:4. Soma hiyo. Soma hapo. Inasema Waebrania 12 inasema inasema 12 Waebrania inasema ngani? Mjafanya vita hata kumwagika damu. Mkishindana na dhambi. Ati nini? Hebu rudia inasema? Hamjafanya vita hata kumwagika damu. Mkishindana na dhambi. Tukitafuta magari. Bwana pesa sana. Hamjafanya vita hata kumwaga damu mkishindana na nini? Na dhambi. Bwana pesa sana. Hiyo ndio lengo kuu. Dhambi ili establish ufalme mwingine duniani. Na huo ufalme umebeba watu wote, vijana, wasichana, wanaume, majukuu, wajukuu, wazee, mababu wako ndani. Dhambi inabeba wote, haichagui, haibagui. Wengi wanatakuwa na kubagua, lakini dhambi haibagui. Imeunganisha wewe dini ile, dini nyingine, imeunganisha watu. Bwana pesa sana. Yes, nimeshasema hapa kwamba tunatenganishwa na dini, kabila, mataifa, lakini dhambi watu gani? Ule uwaji ndio ndani yangu. Ndio ulio ndani ya mtu mwenye Uingereza ambaye anasema blacks, wale ni blacks, lakini ndani yake ni muua kama vile mafuta alivyo. Dhambi. Bwana pesa. Unasikia kweli vizuri? Sasa anasema ati hamjafanya vita kufikia kumaga damu mkipigana nini? Na dhambi. My daughter, my son, you should cry. You should cry to God. Unafurulia Mungu sana. Hujalilia Mungu ili kuweka mwili wako chini ya amri ya Mungu. Bwana pesa. Hujamwaya moyo wako mbele za Mungu ili kuweka mwili wako chini ya amri ya neno la Mungu. Bwana pesa. Huo mwili wako unafukwa chini ya amri. Dhambi ni kutembea kinyume na neno la Mungu. Bwana pesa. Ndio matokeo yake ni hizo mnaona usharati, uwaji, fitina. Inatokana na mtu kutokuwa chini ya amri ya neno la Mungu. Hujafanya vita vya kumwaga damu yako ukipigana nini na dhambi. You have to pour your heart out completely. You have to pour yourself out unto God completely. You have to release yourself up to the Lord to be taken over, kuchukuliwa. Unafuja achilie sana. Bwana pesa. Ndio siku kama huu wakati na watu kama anaabudu analia Mungu naongea amesimama. Walishinda dhambi kitambo. Nani alishinda dhambi sasa hivi sasa yeye mkakati na mngojea tu aende mbinguni. Kuna hata baba anangojea kwenda mbinguni tu. Anangojea ingie mbinguni na kuvuka ingie. Nani huyu? Bwana pesa. Sasa ufalme huu Yesu anasema ubirini mkisema ufalme ambao umekaribia. Na kuna ufalme ambao bila shaka ufalme wa Mungu kiingia ule ufalme kwa mashakani. Ni ufalme wa shetani. Na huu ufalme wa shetani characteristics zake ameandika pale. Ameandika pale vigezo vyake vya kutambua ufalme wa shetani. Ameandika pale. Ukisoma kwa Tia na Danieli 8 anasema pozeni wagonjwa. Ufalme wa shetani umebeba nini? Cha kwanza nini? Magonjwa. Bwana pesa sana. Umebeba nini?
Magonjwa. Watu hawako hapo. Kumbe nini? Magonjwa. Na wakati ufalme wa Mungu umeingia, unapigana na ufalme wa shetani. Wewe sana. Ili ufalme wa shetani uangushwe. Na ufalme wa shetani una vigezo ambavyo vimeubeba. Cha kwanza anasema pozeni wenye magonjwa kama wagonjwa. Namba 2, kufueni wafu. Kifo. Bwana sana. Kifo kimefungana na nini? Na ufalme wa nini wa shetani? Wa shetani. Cha kwanza magonjwa. Cha pili kifo. Cha tatu takaseni wenye ukoma. Leprosy. Leprosy, ukoma. Ukoma, it may not be there today, but it's there in another way. Ukoma ulifanya mtu anatengwa. Look at the characteristics of a person mwenye kwa na ukoma. Alikuwa hatangamani na watu. Bwana pesa. Ukoma huko. Singine anasema hivi, endelea kidogo anasema ati toweni pepo. Kuna kupagawa. Katika ufalme wa shetani kuna kupagawa. Toweni pepo. These things characterize the kingdom of the devil. Twende mbele. Anasema toweni pepo. Anasema nini nyingine? Mmepata bure, toweni bure. Sasa anapatiana amri. The moment we are preaching Jesus, hatumhubiri Yesu atitoa ndio mapepo itoka, hapana. Bwana pesa. Kuna kutumikia Mungu kwa mali zetu na fedha zetu, lakini the moment when God should help us, it does not based on what you're going to give. Sasa wewe ile shida yako uko nayo, toa 10,000 nikuombee. Wewe ile shida yako unayo, toa 5,000 nikuombee. Hiyo ndio sana maanisha hapa. Lakini ndani watu ambao wako ndani ya ufalme, wameingia ndani ya ufalme, kunaweza kumtumikia mfalme kwa mali zao. Bwana pesa. And do you know that ufalme, go and look at the characteristics of a kingdom. Ufalme mali zote zinakuwa za nani mfalme? Mali zote za mfalme. Historia zimkapa kweli. Katika ufalme mali zote, hata watu ambao katika ufalme ni mfalme. Kila mtu ni mfalme. Are you aware? Now how to call it commonwealth. Bwana pesa. Mali ya kijuu hauna yako. Kile kitu cha mfalme. Anasema mmepewa bure, toeni bure. Sasa usiku leo nikija mnikwambia kwamba sasa wewe toa pesa fulani usaidike. Hapana. Bwana pesa. Kwa sababu amesema tumepewa bure. Na wakati tulipewa nguvu ya kubomoa dhambi, tukibomoa dhambi, tumebomoa mpaka vile vitu ambavyo dhambi ilikuja nayo katika maisha yako. Tunabomoa magonjwa, kifo, laana, na bomoa zote. Bwana pesa. Tunabomoa. Sisi mtu ambaye ameshaingia anaangalianga, kwani nimekuja hapa kwa sababu gani? There's only one thing, ya kwamba nitembee katika ukamilifu wa Mungu. Tutakaa hapa mikutano mingi sana. We can look for many languages za kuongea na watu. Lakini wewe uko wapi? Are you walking in the uprightness of God's word? Uko ndani ya utimilifu wa neno la Mungu? This is the language many people are avoiding. Bwana pesa. Angalia, ukiangalia Biblia hapa, inasema kwamba the purpose for the teaching of the gospel is that man may become upright, may be a perfect man. Are you aware of that? Huo mtimilifu. Bwana pesa. Are you aware of that? Unajua kweli? Hebu nipatie 2 Timothy 3 quickly. 2 Timothy 3 nasemaje? Verse 16. Tunataka kumaliza mbio. Hatoka hapo siku leo. Ni maombi. Bwana pesa. I'm just standing up that you may find a reason. When you go before the Lord, there is an enemy you're fighting. There is an enemy you're fighting. And he's always there with you. You never just, by the time you confess Jesus, they say, I've confessed Jesus, so I've overcome. No. You are fighting, you die every day. Unakufa kila siku. Because umeteleweka kila siku. Bwana pesa. 3:16 Timothy, very quickly. Talk maliza. 2 Timothy 3:16 nasema kila andiko lenye pumzi ya Mungu nafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwabadisha katika haki ili mtu wa Mungu awe kamili. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate mtu wa Mungu awe kamili. Bwana pesa.
mtu wa Mungu awe kamili, mtu wa Mungu anapaswa kuwa kamili kupitia neno la Mungu. So tunahubiri neno la Mungu ili mtu wa Mungu awe kamili alivyoumbwa na Mungu. Ule ukamili wa mtu wa Mungu ulitwaliwa na shetani alipomdanganya mwanadamu. Bwana pesa. This is where we are supposed to be targeting our battle towards. Vita vyetu tunaelekea katika utimilifu wetu. Sio kwa kuachilia mianya ya kutotimilika neno la Mungu kwa kusema hakuna timilifu. Yes, hakuna aliyetimilifu nje ya Kristo, hakuna. Lakini tukiingia ndani ya Kristo, tumeingia ndani ya ufalme wa utimilifu ili tutimilishwe. Bwana pesa. Bwana pesa. Na sio tu kwa kusema tu. You know, there are people now, they have come with some languages which are very funny. And you know, we are the righteousness of God. Lakini they never want to walk in the God's word. Hawataki ndani yake. Wanakataa la Mungu. Sisi ni utakatifu wa Mungu. Yesu, Bwana pesa. Alafu wanaachia pale. Sasa wanafanya hii maandiko kuandika kwake iwe ni bure. Maandiko haya yanatuelekeza kuturekebisha, kutuelekeza katika hii maisha inakuwa ni bure. Sasa tunaacha nje, tunakaa tu sisi ni utakatifu wa Mungu. Amen. Sasa swali langu kwa ni moja hivi. Kama sisi tuliokuja kwa Kristo ilikuwa tu tuamini Kristo, tukishaamini maisha, mbona bila hiki andiko? So wangeandika ni word statement ya kwamba watu convince ya kwamba Yesu ni Bwana, amekufa kwa dhambi zetu. Tukishamkiri mambo kusha. So wangeandika tu kitabu kimoja tu cha kutuconvince ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, mtu akimkiri ameokoka, na inabakia hapa. Haya maelekezo yote yalikuwa ni nini? Ushajiuliza mambo kama kweli? Haya maelekezo yote wewe ambao umekaa kanisani na haya maelekezo unayapata kwamba sisi ni ukamilifu wa Mungu, lakini sio hatusipo ukamilifu katika njia zetu kwa kufuata neno kamilifu. Sikiza vizuri mtu wa Mungu. Ya kwamba maandiko haya Yesu anasema kwamba ati watakaze. Hebu nipe Yohana 17:17. Watakaze. Bwana pesa. Hii maandiko maana kutakaswa ni kutengwa in terms of identity. Kuwa na utambulisho unique ambao wa kipekee, utambulisho wa kipekee uko ndani la Mungu. Wakati mtu anashika neno la Mungu na kulishika na kuenenda vile anataka, kuna identity ambayo unapata ndani yake, ambayo dunia haiwezi patiana, ambayo watu wa maisha kawaida hawezi ambayo masomo hawezi patiana. There is an identity in God's word ambayo inafanya wasomo wanaonekana wajinga, inafanya wajinga wanaonekana werevu. Bwana pesa. That's the sad thing. Wasomi wanaonekana wajinga na wajinga wanaonekana werevu. Ndani ya Mungu. Hebu soma. Kama soma gani? 17 nasema watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Mungu ndio kweli. Na ndio hilo tunaona hapa. Ndio kweli. Bwana pesa. Hata usiku leo I'm going to pray that was Jesus praying for the people. I want you to be sanctified by the truth. Utakase kwa kweli. Kuna watu ambao they have wrong identities, wrong spiritual identities. Bwana pesa. Who is covering you spiritually? Nani kufunika? Bwana pesa. Tonight we are going to pray that blanket of shame that's covering your life be lifted. Itolewe. Bwana pesa. Kuna watu wamefunikwa na manguo za aibu, manguo za uchawi na uganga, manguo za magonjwa haitoka nyuma zao, manguo za visirani haitoka nyuma zao. Usiku leo we are going to pray against those kind of things and lift every manner of clothing of shame that's upon your family and your life. Bwana pesa. Kuna watu wamefunikwa. Hawafunikwa. Haoni hata mbele, haoni andako, haoni aliko. So he says, sanctify them by thy truth. Thy word is truth. Watakaze kwa kweli yako. Neno lako ni kweli. Hili neno kutakaza ni kukutenga. Wakati alifuata linakuondoa. Ndio usikie kama a peculiar people, a special people. You are only special. The Israelites were not as special people as long as they followed God's word. The law of God made them a unique people. Ile sheria ya Mungu aliyokuwa nayo iliwafanya wakawa tofauti. Everybody admired them. Kila dunia hii, kila jamii ilikuwa na sheria zao. Bwana pesa sana. Walikuwa na tamaduni zao, walikuwa na miko yao. Lakini Waisraeli miko yao ilitoka kwa Mungu na ilikuwa unique, ilikuwa special, ilikuwa inawatenga na dunia nzima. Ilikuwa haifanani na watu wengine. Hawa watu wengine wote zilikuwa zinafanana kwa sababu ni shetani ndiye alienda kukoroga wao, akaambia kila jamii ya dunia kwamba yeye ni Mungu. Katika kila jamii ya duniani, iwe mzungu, Mwafrika, Mhindi, Muasia, shetani alikuwa anamwambia mimi ni Mungu.
na anafundisha njia zake, anafundisha. Ndio ukiangalia tamaduni zinashikana. Bwana pesa. Utashangaa sana. Uangalie tamaduni yako kule Western, ule Baliani, unaangalia sema, hawa watu wa Australia pia kama wanafanya kama zetu. Kwa sababu ni shetani yule. But anawaambia kwamba tuko tofauti. Hatuko tofauti. Tumeunganishwa na dhambi, shetani. Bwana pesa. But ndani ya Mungu ndio Mungu anaweza kuambia wana wa Israeli, you are a unique people. Exodus 19:6, you are a unique people. Ni watu tofauti. Neno linawatakasa, kumaanisha linawatenga. Mkifuata neno linawatenga. If you want to be unique for God, follow the word. But still you can be here and your identity is iko kwa kule ba. Utamsha kwa kule ba kule. Mlevi, mchawi, mshirikina, muongo, msherati. Identity yako iko wapi? Nje. Ukifuata neno, nimesema ninafanya msome na kwa mjinga. Na yule ambaye hajasoma na kwa mwerevu. Unaona mtu ambaye ameshika neno la Mungu, achana na hii michezo ya kutafuta sadaka. Hapana. Mtu ambaye ameshika neno la Mungu na hakusoma na akaongea mbele ya watu ambao wamesoma wakanyamaza. Hekima Mungu iko ndani yake. Na yule ambaye amesoma akajizusha chini ya wale ambao hajasoma, wakakaa chini yake akaonekana mjinga. Unaona? Bwana pesa. Wachana na Mungu kama na ubiri ambalo wale ambao wasomi grupu yao, kanisa yao ni wasomi. Hakuna kitu kama hiyo katika Mungu. Wote chini ya moja. Yule ajui kusoma, anajua kuandika, yule mwingine ajaenda shule, wote chini. Sasa yule mwerevu katika mambo duniani akifika hapa, huenda akarikisha mtu ambaye ni mjinga kwa duniani, hakusoma, hakupata elimu, lakini amepata hekima ya Mungu kweli kweli. Sasa hebu soma hiyo Biblia tutakubaliza. Biblia inasemaje? 19:6 alafu tusome 1 Peter 2:9 tutakubaliza. Inasema nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani na taifa takatifu. Hiyo ndiyo maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Umesikia? Taifa takatifu. That is the identity that many of the nations around Israel were lacking. Taifa takatifu. Walikuwa na sheria lakini sio sheria takatifu. Sheria yao ilikuwa takatifu. Bwana pesa sana. Ilikuwa takatifu. So waliofuata waliitwa takatifu. And that is the identity. Identity yako ni gani usiku leo? We are going to pray. Tuma 1 Peter very quickly. Want to pray? Inasema 1 Peter 2:9 inasemaje? 2:9. Tuende mbio tutakubaliza. Hallelujah. Inasema bali ninyi ni mzao mteule. Nyinyi ni mzao mteule. Kuhani wa kifalme. Kuhani wa kifalme. Taifa takatifu. Taifa takatifu. The same word echoed here as the words told to Moses. Soma. Watu wa milki ya Mungu. Watu wa milki ya Mungu. Mpate kutangaza fadhili zake. Mpate kutangaza fadhili zake. Yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie. Yeye aliyewaita mtoke gizani mkae wapi? Mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Je, amesema mkae gizani tena? Mbona unaruhusu dhambi tawale maisha yako tena? Bwana pezana. Amesema amewaita mtoke wapi? Gizani. Okay, come, toka. Kutoka maamuzi wako. Wewe utakuwa umeitwa lakini umekataa kutoka. Umeita Benjamin, yes, but umekataa ndani ya giza. Hallelujah. Kuna uwezekano mtu akaenda hapa nikaitika lakini sitoka hapa na ni kweli. Benjamin uko wapi? Yes, niko hapa lakini sijatoka. Watu wengi wameitwa lakini wamekatalia ndani ya giza. Hawataka kutoka, mtoke gizani. Kutoka ni wewe utatoka. Mungu atakuja kutoa wewe. Amekuita ile mwito wake ndani yako kuna nguvu zako. Kubali kufuata, unatoka gizani. Unaingia kwenye nuru? Kwenye nuru. Bwana pesa. Hii ni uamuzi wa watu binafsi. Kama ukikataa, Yesu anasema kwamba nuru ilikuja duniani, lakini watu walipenda giza. Amewaita mtoke gizani, muingie nuruni. Ndio sasa hapo unapata watu wamekatalia katika giza na wanasema tulio tukaitika. Nataka kutie manani pale. Watu wamekatalia gizani lakini wanasema hapana tuliitika. Shida si kwamba kuitika, uliitika, lakini je, ulitoka ndani ya giza? Ndio hapa tunaona vituko hapa. Tunaona vituko hapa. Vituko. Bwana pesa. Makanisani hapa mbele hapa. Vituko hapa.
Haleluya. Vituko hapa. Bwana pesa sana. Hapa ni usherati tu. Hapa unaona bwana kama bao workers hapa. Waliitwa lakini hawakutoka gizani. Walikatana giza nao, wakasema hatutoki ndani ya giza, lakini tumeitika. Hata bwana anaimbia Yesu ni wangu, ni wa uzima wa milele, lakini ndani ya giza hatutoki. Wewe ndio ukubali. Na ndio kitu inafanya isiage moyo wako. Ndio kitu inafanya na moyo wako na umakinifu wako. Bwana unaniita nitoke gizani. Mbona giza bado liko ndani yangu? Bwana pesa. Wewe tunapojilisha kama hilo. Na muendee Bwana kwa moyo wa kumlilia, kwa moyo wa kunyenyekea, kwa moyo wa kukubali, kwa moyo wa kukataa kwamba wewe si mwana wa giza tena. Kwa moyo wa kusema Bwana nimekataa mambo ya giza. Mambo ya aibu nimekataa. Nitembee katika nuru lako. Wewe ndio lazima upige magoti useme vile. Bwana pesa. This is not motivated with the emptiness of your stomach. Tumbo lako liko empty. Hapana. This is motivated by the desire to know God, to see God. Tamanio la kumjua Mungu, kumuona Mungu. Tamanio la kumuona Mungu. Bwana pesa. Hallelujah. He has called you out of darkness into the light. Tonight we want to pray. Like I said, I'm looking at us. Na tuangaliana. Bwana pesa. Nataka tuangalie vizuri. Nataka kuomba. Kuna watu ambao wanatembea katika giza kwa sababu katika maisha yao ya kiroho hawakubadilishiwa yale mavazi ambayo wanavaa kule ndani. Kuna mavazi kunayo kule ndani. There are things you are putting on. And I've learned that you can go to some people called men of God na anakuongeza mavazi ya kishetani juu yako. Yes. Yeye unadhana kuombea kumbe anaongezea wewe mizigo. Bwana pesa. As much as I have, I give. I cannot give what I do not have. So kama mimi bado nilikataa katika giza, nitekeo mkono ni giza na kupatia. Bwana pesa. We want to pray. Nani ambaye anajua waje hapa katika kiroho? Ni vazi gani umevaa usiku wa leo? Katika maisha yako ya kiroho, kule mtu wa kiroho, umevaa vazi gani? Haleluya. Haleluya. Ile vazi uchunguza. Si unaona kama skati kupita, unaona kama kuna mtu mwingine ndani yako anakataa tu ufuate skati. Anakataa kabla pako unaona paka unaanza kufuata sasa unakumbuka niko na bibi nyumbani. Si unaona nini? Bwana pesa. Tunaona kama singine huyo kuna mtu ndani yako umevaa ambaye anakutoanga unasema tu kumbe niko na bwana nyumbani. Bwana pesa. Kumbe nimeokoka. Yaani umekaa mahali paka kumbe nimeokoka unaamka hapo. Si unaona kama kuna mtu mwingine ndani yako ni mavazi wote mbadilisho. Wako nao wanatembea nayo. Yes, lazima ukubali. Na usiku leo you are going to do those ones. Takemea hiyo zote ndani yako. Kwa jina la Yesu. Ili wewe uwe mshuhudiaji wa Kristo kweli kweli. Bwana pesa sana. We want to pray. Want to pray. Arise on your feet. Keyboard is come this side. Hallelujah. We want to pray. Hallelujah. Let us pray with this scripture here. In the book of 2 Corinthians chapter 5. Tuomba na andiko hili. Usiku leo tunakuwa na andiko. 2 Corinthians chapter 5. We have read that here. Verse number 4. Keyboardist, I said you move. Move. 2 Corinthians chapter 5. Nataka tuombe. Nataka watu wenye imani wasimame. I want you to see. Do you know your identity? Utambulisho wako ndio utakuongelea usiku leo. Because the devil is fighting over your identity. The devil can allow you to behave like you are saved. But in reality, you are his. Wewe ni wake. Shetani mjanja atakuacha utembee miaka yote ulitembea na niliokoka, mimi niliokoka, lakini utembee na utambulisho wake. Ndio ukifika utambuliko hebu uangalie, jiangalie. Ukijiangalia, nguo yako ni chafu. Bwana pesa. Nguo yako ni chafu. Maliki imesema hapo. Tungesoma nani zaidi. But tonight we are going to work on that. Listen to the scripture. It says this. Kwa sababu sisi tulio katika maskani hii tuaugua tukilemewa, si kwamba tunataka kuvuliwa. Unasikia? Nini kuvuliwa? Nguo. Very good. Tukilemewa si kwamba tunataka kuvuliwa, bali kuvikwa
ili kitu kile kipatikanacho na mauti kimezwe na uzima. Kimezwe na uzima. Bwana pesa sana. Basi ndio uvikwe. Lazima kuna kitu ambacho kimevaa ambacho si kizuri. Kitolewe kwanza. Haleluya. Kitolewe kwa? Kitolewe. Kuna hata vitu vibaki ndani yao nataka kitolewe. Kule kwetu kuna wimbo ulikuwa naimba shindu sila cha tongamo shenyanga we kanire. Kule kwetu bado yani. Shindu sila cha tongamo shenyanga we kanire. Yani there remains one thing in you that you have to repent. Kuna kitu kibaki ndani yako unapotubu. Tonight there are some that remain. Sometimes you repent, they are standing. You go now to. They need someone that can take it out. Cast out in the name of Jesus. Cast out. Bwana pesa. Here. Iko sawa? Tegeza. Bwana pesa. Tuseme tuko hapa. I want people to listen themselves. Daughter, your heart how to be. Hey, we want to pray. And we are praying. Nataka uangalie, reflect your heart. What manner of baggage are you carrying? Ni uchafu gani umebeba ambao uko ndani yako? Bwana pesa. Ni uchafu gani ambao uko ndani yako? Haleluya. Ni uchafu gani ambao shetani anipaka ambao natembea nao, ambao unanivuta katika kutekeleza ufalme wake? Neno la Bwana naombewa ili niwe katika ufalme wa Mungu. Haleluya. Naweza kuwa natembea katika watu ambao katika ufalme wa Mungu, lakini my identity ni shetani. Haleluya. Pray that God. Honor worship also. Then as you begin to pray, hey, we came for prayers. We didn't come to sleep. Hey, we came for prayers. Prayers. Niguze tena. Ninaomba Baba uniguze tena. Niguze tena. Ninaomba Baba uniguze tena. Mwambie Yesu niguze tena. Ninaomba Baba uniguze tena. Mwambie Yesu niguze tena. Ninaomba Baba uniguze tena. Mwambie Yesu niguze tena. Ninaomba Baba uniguze tena. Hallelujah. Bwana pesa. Usiku wa leo, how I wish you can sit back and tell Jesus, touch me. Uniguze tena. Bwana pesa. Is it working? Hallelujah. Uniguze tena. Hallelujah. Uniguze tena. Bwana pesa. Usamwambia Yesu uniguze tena usiku wa leo. Hallelujah. Let's just go before the Lord in the name of Jesus. Hallelujah. Bwana tuko mbele zako usiku wa leo Bwana. Mwambie tu Bwana niko mbele zako. Nimekuja Bwana kunena nawe. Baba hakuna kama usiku wa leo. Hakuna kama wewe Bwana. Wastahili sifa Bwana majeshi. Baba ni wewe umetuma neno lako lituokoe. Ulitoa ndani ya giza Bwana.
Unasema ili tuite toke gizani, tutembee katika nuru yako. Baba, ni wewe usiku leo tunasema ni asante. Tulikusanyika hapa tukuabudu, tukutukushe, tukuinue Bwana. Asante, tunakupenda usiku leo Bwana. Maana umetupenda. Si kwa sababu tulikuwa na nguvu ya kukupenda wewe, lakini Baba, maana unatupenda kwa sababu salabani Kalvari. Baba, tunakupenda usiku leo kwa mioyo zetu zote. Haleluya, asante Bwana. Asante Yesu. Haleluya, asante Bwana. Mwambie Bwana moyo wangu kuishewe Bwana usiku leo. Mwambie Bwana usafishe, unyoshe. Unitenge na kila maovu Bwana. Kila gisha nakataa usiku leo kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu nakataa kila gisha. Haleluya, asante Bwana. Kila gisha. Kila gisha ambalo lifunika maisha yangu katika dhambi, katika makufuru na kumkataa Bwana. Haleluya, asante Bwana. Mwambie Bwana usiku leo, nalikuja usafishe maneno yako. Unasema katika Yohana 10:17, watakaza maneno yako na kwa kweli yako. Maneno yako ni kweli, Baba, neno lako ni kweli. Neno lako ni kweli na safisha. Naweka huru na tenga dhambi, kila aina ya makufuru. Nguvu na gisha zimeshindwa. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Ninaomba Baba, uniguze tena. Niguze tena. Niguze tena. Niguze tena. Ninaomba Baba, uniguze tena. Niguze. Mwambie Yesu, niguze tena. Niguze tena. Ninaomba Yesu, uniguze tena. Niguze. Mwambie Yesu, niguze tena. Niguze tena. Sana ushikalewa. Ninaomba Bwana, uniguze tena. Niguze. Asante Bwana. Yes! Usiku leo, kila mavazi ambayo yanakuonyesha watu, mavazi ya aibu, mavazi ya uchawi, mavazi za kutembea chini ya tamaa za mwili, mavazi ya kuchanganywa, yes! Uvuliwe usiku leo kwa jina la Yesu. Uvuliwe usiku leo. Waganga wakonye wanapokusanyika usiku leo, ili uitwe na kuvisha mavazi ya magonjwa, visirani juu ya familia, juu ya ndoa, kuchanganya watoto wako, afya zao, masomo yao. Usiku leo ninavunja kila mikataba in the mighty name of Jesus. Asante Bwana. Asante Yesu. Unatenda usiku leo Bwana. Fungua tu moyo wako, panda kama panda tu, panda kama ombe, ita tu Yesu. Mwambie usiku leo nakulilia Bwana. Nakulilia Yesu, nakulilia Bwana. Nakulilia Yesu. Nakulilia Bwana usiku leo. Mwambie Bwana nakulilia usiku leo. Mwambie Bwana ni wewe. Mwambie ni wewe Bwana, ni wewe Mfalme. Baba usiku leo, kila matatanisha ibilisi, kila nguvu za giza, kila uwesha, mioyo michafu za kushibu, wanaotembea kutuma na kujituma usiku leo Baba, wanaokozisha kwa amani, ninakemea kwa jina la Yesu. Kila miungu, kila falme, I can't hear you pray. You are not praying. Pray. I can't hear you pray. Omba kwa jina la Yesu. Omba kwa jina la Yesu. Omba. Pray in the name of Jesus. Pray in the name of Jesus. Pray. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana.
Asante ufalme, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Yesu, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Yesu. Haleluya. Asante Bwana. Katika matokeo Asante ufalme, ufalme, asante Bwana. hata jioni Usiku wa leo Bwana, asante, 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 asante. Bwana anajua Mwambie Bwana asante. anafurahi. Pray, 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 pray. The name of pray, 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 pray. Kwa jina la Yesu, pray, 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 pray. Kwa jina la Yesu, pray, 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 pray. Baba asante. Asante Yesu. Kutenda ishara na miujiza Bwana. Usiku wa leo Bwana asante. Asante Bwana. Asante Yesu, asante Bwana. I carry you pray, 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 pray. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Yeah. Thank you Jesus. 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 Asante Bwana. 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 Omba, omba kwa Yesu. Omba, 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 omba. Omba kwa Yesu. Omba, omba, omba. Omba, omba kwa Yesu. Omba, omba. Yes, Lord. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Bwana. Asante Bwana. Asante Bwana. Washikwa leo Bwana. Kushika mateka. Kila mkumu wa giza. Kila mioyo michoma kushinda. Kila kanda ibilishi. Kila mabashi. Consume in the name of Jesus. Consume with power. Yeah, asante Bwana. Asante Yesu, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana. Asante Bwana, asante Bwana, asante Bwana. Asante Yesu, asante Bwana, asante Bwana. Asante Yesu. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.